wakisha kutana na dhoruba. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao ni migumu. Ngoja niwaambie kitu. Moyo unafanyishwa mazoezi kwa neno la Mungu kwa kuliamini na kukiri. Hizo ndo kanuni kubwa mbili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani moyo unafanyishwa. Ngoja niwape hichi kitu. Kwamba hivi nafsi yako ilivyo iko katikati. Kuna wapinzani wakubwa kwenye maisha yako. Kuna nia ya mwili na roho. Ni wapinzani wakubwa. Roho ambayo imezaliwa upya, au tunasema kuna wema na ubaya kwenye maisha yako, vinapingana. Kila muda unapotamani kutenda wema, uwaga kuna upinzani wa ubaya unaokuja kwenye maisha yako. Nafsi yako, yani mfumo wako wa akili, mfumo wako wa hisia na mfumo wako wa maamuzi, wenyewe uko katikati. Tumeelewana? Hebu naomba watu watatu. Njoo watu watatu. Njoo watu watatu. Niwaonyeshe kitu. Njoo. Wewe kaa katikati. Huyu ni mwili. Ni nia ya mwili. Huyu ni nia ya nani? Huyu ni nia nani? Ya roho. Tunaelewana? Mungu anazungumza na mtu kupitia roho. Yaani neno la Mungu lile ni roho atiaye uzima. Shetani anapokuja kumanipulate, kuja kuharibu maisha ya mtu, anatumia nia ya nini? Ya mwili. Uwanja wa vita kati ya mwili na roho uko kwenye nafsi. Tunaelewana? Uko kwenye nini? Kwenye nafsi, au kwenye mfumo wako wa akili. Uko hapo kwenye mfumo wako wa akili. Kwa hiyo sasa huyu hapa ataamua kutokana na nani aliye na nguvu kwa wakati huu. Huyu hapa nafsi anaamua kutokana na nani aliye na nguvu. Hii ndo sababu ya kwamba kuna wakati huwa unasikia upinzani mkubwa kwenye maisha yako. Unasita katika jambo fulani. Unatamani kuamini, unasita kuamini. Unatamani kutumaini, unasita kutumaini. Ni nini? Ni vita ambayo iko wapi? Iko hapa. Baada ya hapo, huyu asipojua cha kufanya, kama huyu atakuwa na kelele kuzidi huyu hapa, huyu ataegamia kwa huyu. Mshike mkono kistaarabu, wewe mshike mkono. Huyu ataegamia kwa nani? Huyu. Tunaelewana? Akiegamia kwa huyu, huyu anakuwa mtumwa. Kwa hiyo kama huyu hapa, huyu alikuwa ni nia ya mwili, ina tamaa ya uzinzi. Ni tamaa ya uzinzi, ni shauku ya uzinzi. Huyu hapa asipoamua cha kufanya, huyu anaegamia nani? Na huyu. Huyu anakuwa mtumwa, huyu anaenda hivi. Ndio ile unashangaa mtu amefanya nini? Ameanguka. Tunaelewana? Huyu hapa akilishwa sana, huyu bado atakuwa na upinzani. Huyu akilishwa sana, huyu hapa akilishwa sana, huyu nafsi anaegamia huku. Tunaelewana? Akiegamia huku anamfuata huyu, yule anakuwa mtumwa. Tunaelewana? Ndio ile kwamba uko katikati ya utende mema au mabaya, unachagua mema, ni huyu hapa ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unachotakiwa kama Mkristo, ukishapokea neno linakuja kwa huyu, manake huyu ameshakula. Akishakula kile chakula, unahitaji kukifanyisha mazoezi kwa kukikiri. Bwana Yesu asifiwe. Unapokiri, huyu hapa nafsi anaanza kuegamia huyu. Na ndio maana uwezi ukawa mwana maombi na uwe mtenda dhambi, labda kama unaombaga vibaya. Uwezi ukawa mwana maombi na uwe unaishi maisha ya dhambi. Uwezi kama mwana maombi na usiwe wa rohoni, labda kama unaomba vibaya. Kuna watu wanaomba vibaya, sikatai. Lakini kadri unavyoomba, kadri unavyokula neno, lile neno linavyogeuza utu wako wa ndani, linafisha ule utu wa kale. Unashangaa huyu anakuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Akishakuwa mtumwa, ndo mtu anaweza akapita katikati ya mazingira magumu na bado Yesu ni Bwana kwenye maisha yake. Tunaelewana eh? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unachotakiwa, neno ukishalipokea litajaribiwa. Linajaribiwa na shetani, lengo lake ni kuja kuliiba lile neno. Kazi yako wewe ni kuamua kulifuata lile neno, kulitii. Na njia nyepesi ya kulitii lile neno ni kuendelea kuliomba lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Manake unapoliomba lile neno, Roho Mtakatifu anaachiliaga nguvu ndani yako ya kuliishi lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndo maana mitume katikati ya vitisho vingi wakaenda mbele za Mungu wakamwambia, Bwana, wewe ulimpaka Yesu mafuta, yule mtumwa wako. Angalia matisho ya Mafarisayo. Biblia inasema walivyoomba kwa pamoja, Roho Mtakatifu akawajaza. Roho Mtakatifu, walipojazwa Roho Mtakatifu, wakahubiri lile neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo kwako. Unaweza ukawa una ugonjwa ambao ni wa muda mrefu,
ambao umekaa kwenye maisha yako kwa muda mrefu, na umesikia neno la uponyaji ya kwamba yeye aliyachukua magonjwa yetu na kwa kupigwa kwake tulishapona. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kuendelea kulikiri neno. Tunaelewana? Endelea kufanya nini? Kulikiri neno. Tatizo letu ni kwamba tunaendeshwa na hisia. Tukishaendeshwa na hisia, tunaacha neno la Mungu, tunaambatana na mwili. Ukishaambatana na mwili, Biblia inasema nia ya mwili ni nini? Mauti. Hiyo ndo uponyaji wako wa kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kuliamini neno na kulikiri nini? Neno. Unapolikiri neno, unaenda unatifua miamba iliyoko ndani ya moyo wako. Mioyo yetu inakuwa migumu kutokana na aina ya maisha ambayo tumewahi kuishi, aina ya vikwazo ambavyo tumewahi kupokea. Mioyo inakuwa migumu. Tunaelewana? Moja ya vikwazo ni dhambi. Hatia ikikaa ndani ya muda mrefu inasababisha moyo wako unakuwa mgumu, unashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Pia kuna machungu yaliyokaa moyoni mwetu kwa muda mrefu. Unaweza kukute kuna kitu ulifanywaga, inaufanya moyo wako uwe nini? Uwe mgumu, ushindwe kujisamehe. Lakini unapolikiri lile neno, unaufanya upya ufahamu wako. Ufahamu wako ukishakubaliana na neno la Mungu, unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu wako ukishakubaliana na neno la Mungu. Kwa hiyo haijalishi inapitia katika mazingira gani, lakini sitakiwi kuacha kutumaini na kuonyesha kwamba natumaini. Roho ya imani, unakiri unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiri wokovu wa Bwana kwenye maisha yangu, nakiri ya kwamba mimi ni mtakatifu kwenye maisha yangu. Unakiri kilichofanyika rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Unakiri kilichofanyika rohoni. Mungu hajibu maneno ya unyonge. Maneno ya unyonge tuyapeleke kwa Mungu, sio kwenye mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Mbele za Mungu ndio tunatakiwa kuwa wanyonge, lakini sio wanyonge kwenye mazingira. Kwenye mazingira lazima tuonyeshe kwamba tunatumaini. Mnanielewa ninachokimaanisha? Kwenye mazingira lazima uonyeshe kuna tumaini. Hii ndo sababu, hii ndo utofauti kati ya mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Kwamba wanapokutana kwenye changamoto ambayo mtu hajaokoka iko kwa ajili ya kumuua, lakini wewe iko kwa ajili ya kuthibitisha imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unabidi ukiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Mpigie Bwana Yesu makofi kama umeelewa.